kwa sababu kuna ujumbe tumechukua iftari. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Fikiri kwa ujumbe ambao tumechukua mfupi kutoka kwenye eneo husika ambalo linahusu kanisa na ambapo kuna sehemu Waislamu wanapatikana ndani yake. Tuko na ustadhi wetu hapa katika msikiti unaitwa msikiti ni Masjid Fatul Adhim. Ana ujumbe mfupi ambao utakatupate kutoka kwake kuhusiana na matukio haya. Kwa inshallah ustadhi sema ni nani? Karibu na tuelezee ujumbe huu kuhusiana na lile tukio pale inshallah. Tukio lenyewe ni kanisa tunasumbuana na kanisa mbili au ni changamoto kanisa mbili zinazokuwa katika eneo moja ni Compassion na moja ni Compassion inaandikwa jina kwa sababu lakini Compassion hiyo inachukua watoto kwa njia ya kuwafundisha na tumia watoto wadogo kuwafundisha na hususan wanahitajia sana Jumamosi. Mara nyingi sana Jumamosi wanahitajia. So mara nyingi hatuwapati wazazi wengi wa Kiislamu wamekumbatia hilo kwa sababu ya kutaka kusaidia. Jambo la pili ni hiyo kanisa. Kanisa nayo ina changamoto yake ya kutumia wazima kwa njia ya ulemavu. Sana ajenda kuu ni kusaidia walemavu na kusaidia watu wa kawaida, mambo ya charahani na ibada pia pale. Kuna ibada mbili, kuna sehemu mbili za ibada kwa wale walemavu na wanaohudhuria pale, kwamba unaweza kwenda wakati wa kama ni Mkristo ukaingia upande wa kanisa, na pia wametenga sehemu ya kwamba watu wanafanya ibada watu wa Waislamu, wametenga kirumu cha kutosha na wamepamba vizuri kwamba pale ndani usiwe na hofu ya kwamba mpaka uende msikitini. So unaweza kufanya ibada pale ndani na atoka ukiwa salama kwenda zako. Hiyo ndio programu ambayo kwamba tunayo. Kama na ada ambayo kwamba tunafika pale, mimi kuna safari karibu 3. Ya kwanza nilienda mwenyewe nikiwa na mwenyewe mzee ambaye ni Muislamu hapa msikitini. Na akasema kweli ni Muislamu lakini yeye ameingia pale kwa sababu anataka kusaidia. Mara ya pili tukaitwa na chief kwa sababu kuna ofisi ya chief amepewa pale. Chief amepewa ofisi pale. So tunaenda pale kwa sababu ya kuna chief. Mara ya tatu tulienda pale kwa ndani ya msaada. Kwa hivyo tuna hizo taratibu kwamba zinafanyika pale kwa Wakristo na Waislamu wanaweza kukaa pale siku nzima ama siku nyingi zenyewe wakiwa wanatumia kwa nguvu na wengine ni Wakristo na watu lakini hata kubwa ama wanaotegemewa au wanaochukuliwa zaidi ni watu wazima ndio wanachukuliwa. Na kwa muda mchache ambao ukitembelea pale na wale ambao unaiona hapa, unahisi au unaona kwamba athari yao inafika kiwango gani sasa katika kuathiri jamii, jambo kama hilo, hususan jamii ya Kiislamu kwenye kuvutiwa na eneo kama hilo? Kwa sasa haijakuwa kubwa, lakini ni kwamba haijafunguliwa rasmi. Haijafunguliwa rasmi, lakini ikifunguliwa rasmi tayari itakuwa kubwa. Maana sasa tayari kuna changamoto nyingi. Kuna baadhi ya waumini wetu kuna baadhi ya watu tayari wameenda tayari. Hata huyo akiwa msimamizi, huyo mwenye mmemwona hapa tayari yeye ameenda na wengine. Na pale wanakupa nafasi ya kuweza kuzungumza wao, hawana shida kabisa, lakini kwamba hatujapatana na mwenye mwanzilishi. Tunapatana tuna yule mwenye kusimamia pale na wale watu wa kawaida, lakini yule mwenyewe hatujapata. Naambiwa kwamba niliambiwa anatoka Nyali, sehemu za Nyali kule, lakini pia yeye ni mlemavu, ndio amepata mgongo amesaidia kanisa huko. Ndio kwamba wanatarajia kuyatekeleza zaidi kabla ya inshallah. Nafikiri ndugu zangu katika imani, ujumbe ni kama huo, ujumbe wa kusikitisha sana, ujumbe ambao ni mzito na unaoonyesha udhaifu mkubwa wa Waislamu ambao Mungu amewapa uwezo, Waislamu ambao wanajua majukumu kama haya kwamba watu wanahitaji misaada ya maisha, lakini nafikiri wakati mtu inabidi anaacha Uislamu wake kwa sababu ya dhiki ambazo walikuwa nazo, na hili jambo sio geni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kana
kada al-faqra an yakuna kufra, inatupelekea fukara mtu akawa kafiri. Kwa maana hiyo ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an akafaradhisha jambo la kitu kinachoitwa zaka na sadaqat. Lakini kwa sababu kwa muda huu wa sasa swala la zaka na sadaqat na kuangalia majukumu ambayo ni khas katika kuhudumiwa, hali imefika kiwango hicho ambacho unakiona, na mengi zaidi inshallah tutaendelea kuyafuatilia. Lakini hii fikra wa Islam ndio kwamba hii ni majukumu na kila mmoja tena kuuliza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amali fima min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tutaulizwa kuhusu mali yake, ameichuma katika njia aina gani na ameitoa katika njia aina gani. Ataulizwa mwanadamu an ilmihi madha amila bihi, elimu yake amefanyia kazi gani. Ataulizwa mwanadamu an ilmihi fima afnahu, umri wake amemaliza katika njia aina gani. Ataulizwa mwanadamu an shababihi fima ablahu. Haya maswali manne ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tazulu qadama abdin yawm alqiyama hatta tusalu bi arba'a hiswani, azitaondoka nyayo za mmoja wenu siku ya kiyama akaulizwa mambo hayo manne. Faindu lisuali jawaba, basi jiandaeni katika swali kama hili na jawabu walijawabu sawa, na kwa hilo jawabu muhakikishe kwamba mmepata jawabu ambalo ni sahihi. Shukran, jazakumullah khair. Shukran. Sisi tunachukua muda inshallah.